Hello, Bwana Yesu asifiwe mpendwa katika Bwana. Je, unaona umezungukwa na adui? Je, una wasiwasi ndani ya moyo wako? Je, unaona wakuchukiao watesi wako wamekuzunguka? Mpendwa katika Bwana. Siku ya leo nataka tukajifunze namna ya kuomba wakati wa shida, namna ya kuomba wakati tuko katika mikono ya watesi, namna ya kuomba wakati tuko katika vitu ambavyo watu ambao wanatumia mabaya juu ya nafsi zetu. Mpendwa katika Bwana. Wakati Petro yuko gerezani, baada ya malaika kumtoa Petro, ukisoma kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 12 mstari wa 10 na wa 11, wakati Petro anatolewa gerezani na malaika, walipopita lindo la kwanza, lindo la pili, hata ule mlango wa chuma wa kutoka nje ya mji ukawafungukia wenyewe. 11 pale Petro anasema, nilipopata ufahamu ndipo nikafahamu ya kuwa kwamba Mungu amemtuma malaika ili aje kunitoa katika mkono wa Herode na lile taraja lote la Wayahudi juu yangu mimi. Maana yake kulikuwa na taraja ambalo Wayahudi au watesi wake wanalitaka litokee kwa Petro. Na tukumbuke wakati huo Yohana ametoka kukata kichwa. Hivyo watu wana taraja kubwa sana, wana nia mbaya sana juu yake. Na wakati wa nia ile mbaya ndipo Mungu alipotokea. Hivyo Petro akawa anamtukuza Mungu kwamba kwa kuwa Mungu nakushukuru kwa kuwa umenitoa katika mikono ya Herode. Lile tazamio lote ambayo Wayahudi walikuwa wakitazamia kwangu. Walikuwa wakitazamia nini? Walikuwa wakitazamia kilichomtokea Yakobo ndicho kitakachomtokea na Petro. Lakini Mungu akawa amelibadilisha ile shauri la watesi. Mungu akawa amebadilisha yale matazamio ya adui zake. Mpendwa katika Bwana. Hivyo ndio maana ukiwa sawa na Mungu katika haki, ukiwa na haki mbele za Mungu, mpendwa katika Bwana, hakika unakuwa ni uweza na nguvu ya ajabu. Katika kile kitabu cha Zaburi ya 89 ule mstari wa 14 anasema haki na hukumu ndio msingi wa kiti cha enzi cha Mungu. Yaani Mungu katika kiti chake cha enzi, yani vitu vilivyojenga utukufu wa Mungu ni haki na hukumu. Hivyo ukihesabiwa haki hautahukumiwa. Ukihukumiwa utahukumiwa katika haki yako wewe, katika jinsi ambavyo umeenenda. Kwa hiyo ambaye hajakaa katika haki ya Mungu hukumu yake itakuwa ni mbaya, ambaye amekaa katika haki ya Mungu hukumu yake itakuwa ni nzuri. Ndio maana ukisoma hata ile Zaburi ya 118 ule mstari wa 6 na wa 7 anasema, Bwana yuko upande wangu, sitaogopa mwanadamu atanitenda nini. Bwana yuko upande wangu, msaidizi wangu. Hivyo wanaonichukia nitawaona kuwa wameshindwa. Mpendwa katika Bwana. Bwana yuko upande wangu. Hivyo sitaogopa mwanadamu atanitenda nini, kwa sababu yeye ndiye anayenitia nguvu. Yeye ndiye ananijua mimi. Yeye ndio yuko katika nguvu, niko katika nguvu yake yeye Mungu. Katika wakati wa adui zangu, basi nitamtumaini Bwana. Basi nitamtumaini Bwana. Heri kumtumaini Bwana kuliko kuwatumaini wanadamu. Ndio maana anasema Bwana yuko upande wangu, sitaogopa mwanadamu atanitenda nini. Bwana yuko upande wangu, msaidizi wangu. Hivyo wanaonichukia, watesi wangu, adui zangu, wanaonitazamia vibaya, nitahesabu kuwa wameshindwa. Nitahesabu kuwa wameshindwa. Mpendwa katika Bwana. Hivyo ni haki watakatifu kulindwa na Bwana. Mpendwa katika Bwana. Katika kile kitabu cha Isaya 54 ule mstari wa 17 anasema, kila silaha itakayofanyika juu yako ambayo adui akiitupa haitafanikiwa, na kila ulimi utakaokiri ubaya, utakaosema ubaya, utakaonia mabaya, utakaompanga mabaya juu yako, anasema katika hukumu utahukumu kuwa mkosa, kwamba huo ulimi umekosea, kwamba huo ulimi unatazamia vibaya, kama alivyosema Petro katika ile Matendo 12 akasema kutazamia kwao kote kwa Bwana amekuepusha, amekubadilisha utazamiwa kote kwa Wayahudi ambao walikuwa wakinitazamia mimi kwamba nitakufa siku ya leo. Hivyo sitakufa bali nitaishi, nitasimulia matendo makuu ya Bwana. Wakati huo pia anasema kwa kuwa huo ndio urithi wa watakatifu, huo ndio urithi wa watu wa Mungu, huo ndio urithi wa wacha Mungu. Anasema hivi, na haki yao itokayo kwa Mungu. Ni haki yako wewe kulindwa na Mungu. Katika hiyo Isaya 54 mstari wa 17. Mpendwa, katika kile kitabu cha Samueli wa pili ukisoma milango ile mitatu, mlango wa 15, wa 16 na wa 17, kulikuwa na usaliti ulitokea kati ya Daudi na mwanae Absalom. Absalom baada ya kutoka Misri akarudi akamsaliti Daudi baba yake. Na Daudi alipokuja kugundua kwamba walipopewa taarifa kwamba mwanae Absalom ameambatana na Ahithofeli. Ahithofeli alikuwa ni mshauri wa Daudi. Alikuwa akikushauri kitu Ahithofeli, alikuwa hicho kitu lazima kitokee. Biblia inasema, Mungu anasema huyu Ahithofeli alikuwa ni muelevu, alikuwa amepewa hekima ya ajabu katika kushauri mfalme. Hivyo Daudi alipogundua mashauri ya Ahithofeli yameendwa kwa Ahithofeli ameambatana na mwanae Absalom,
akagundua hapa hawezi kushinda kwa nguvu zake. Hivyo ikabidi Daudi amtumaini Mungu, kwa sababu Daudi alikuwa na haki mbele za Bwana. Alipopewa ile taarifa katika hiyo Samueli wa pili ule mlango wa 15 mstari wa 31, anasema mtu alipompatia taarifa kwamba mwanae Absalom ameambatana na Ahithofeli, na Ahithofeli tayari ameshamshauri mashauri fulani huko Absalom kwamba achukue masuria ya baba yake azini nao, mwisho wa siku itakuwa ni jambo ambalo litamchafua Daudi, itafanya vitu vibaya. Daudi alipogundua hilo jambo katika ile Samueli wa pili mlango wa 15 mstari wa 31, Daudi anasema kwamba Mungu, naomba mashauri yote ya Ahithofeli aliyofanya yabatilike, yageuke. Mashauri yote, nia zote za adui zangu, mitazamo yote ya adui yangu wanaonitazamia, yote ibatilike, yote iende kinyume. Na ndivyo ilivyokuwa. Walipokuwa wakipanga ule uovu, mwisho wa siku Mungu aliubatilisha. Mashauri ya Ahithofeli yakakataliwa. Walikuja watu ambao walikuwa hata si washauri, wako katika hali ya kawaida, Hushai mwake akaenda kumshauri Absalom. Mwisho wa siku shauri la Hushai mwake likakubaliwa, shauri la Absalom la Ahithofeli likakataliwa. Ahithofeli akaenda kujinyonga. Ndipo ambapo kusudi la Mungu, hiyo ndiyo haki ya Daudi ambayo alikuwa na haki mbele za Bwana, hivyo akamtumaini Bwana asaidike. Bwana alipokuwa upande wake, hivyo hakuwaza wanadamu watamtenda nini, hakuogopa wanadamu watamtenda nini, bali akampatia Bwana mashauri ya wanadamu, akampatia Bwana vinywa vya wanadamu, akampatia Bwana mitazamo ya wanadamu, akampatia wanadamu wanavyokutazama wewe, wakumpatie Bwana mitazamo yao. Waambie Bwana, wananitazama nikiwa hivi, Bwana nitazama, naomba mitazamo yao ibatilike katika jina la Yesu Kristo. Mpendo katika Bwana. Yamkini ni wewe ambaye umezungukwa na adui, yamkini ni wewe ambaye unazunguka katika njia mbalimbali, yamkini wanakutazamia vibaya, yamkini wanakunia vibaya adui zako. Nataka leo tuweze kuomba juu ya watu wanaotumia vibaya, juu ya mitazamo mibaya, juu ya mashauri mabaya kama mashauri ya kina Ahithofeli, juu ya nia mbaya kama nia za kina Herode, juu ya mambo mabaya ambao adui zetu wanatupangia nyuma yetu bila sisi kujua. Nataka leo tukaombe juu ya jambo hili. Mpendo katika Bwana. Twende tukaombe. Asante Mungu, wewe uliye mwaminifu na haki na kweli Bwana. Bwana, haki na hukumu ni msingi wa kiti chako, tena kiti chako cha enzi, yani milele yote. Bwana mtakatifu Mungu, uliumba milima, ukaumba miti, ukaumba wanadamu wote katika dunia hii. Ni kipi ambacho Bwana mtakatifu Yesu Kristo nitasema Bwana ni kizito katika maisha yangu ambacho ukifahamu? Hakuna Bwana. Hivyo Mungu mwenye nguvu Yesu, najikabidhi mikononi mwako, na mkabidhi kila mmoja anayesikiliza video hii mikononi mwako Bwana mtakatifu. Kila shauri baya, kila ulimi mbaya, kila nia mbaya, kila nyaraka mbaya ambazo zimeandikwa Bwana kinyume, kila mitazamo mibaya ambayo inatazamia kinyume nami Bwana, inayotazamia kinyume na mtu huyu Bwana, ikabatilike katika jina la Yesu, ikabadilike katika jina la Yesu, ikabatilike katika jina la Yesu. Kila kutazamia kote kubaya ukabatilike katika jina la Yesu. Kila mashauri mabaya yakabatilike katika jina la Yesu. Kila ndimi mbaya zikabatilike katika jina la Yesu. Kila mawazo mabaya yakabatilike katika jina la Yesu. Natangaza neema yako, natangaza uwezo wako Bwana mtakatifu, ukazunguke Bwana, ukafanyike kuwa ukuta wa moto, ukatuzunguke na kutuokoa, ukawe na ndani yetu utukufu Mungu, tukaione sifa yako, tukaone jina lako Bwana, jina lako likatukuzwe kwetu, jina lako likahimidiwe kwetu, katika jina la Yesu Kristo. Na mkabidhi mmoja mmoja mikononi mwako, Mungu uliye mwaminifu na wa haki. Amen. Mpendwa katika Bwana, natumaini video hii imekuwa ni baraka kwako, na kama imekuwa baraka kwako, usahau kusubscribe, kulike, comment na kushare na watu wengine, ili tuweze kuomba wakati watesi wetu watakapokuwa wametuzunguka au wametukaribia au kutukamata. Amen.